Kitabu cha Misali 1 mstari wa 7. Biblia inakwambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa hiyo Biblia inakwambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Hilo neno kumcha Bwana linaenda kwenye neno la kumuogopa Mungu. Unapomwogopa Mungu, hicho ni chanzo cha maarifa. Unapomwogopa Mungu na kumtukuza Mungu, hicho ndo chanzo cha maarifa. Kwa hiyo nitaendelea. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Kwa hiyo Biblia inakwambia, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako na wala usiache sheria ya mama yako. Sheria zote zilizoko nyumbani au kwenye familia, mama yako anakwambia, mwanangu, usirudi usiku. Mwanangu, usilale na wanaume kabla ya muda wa kuolewa. Hizo sheria zote zinatoka kwenye Biblia. Kwa hiyo wewe unapoweza kumsikiliza mama yako na baba yako, hiyo inamaanisha kwamba hautapata hata shida kumsikiliza Mungu. Na huko ndio chanzo cha maarifa inatoka. Kwa hiyo nitasoma tena kutoka kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 13. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikia. Kwa hiyo jumla ya maneno yote na jumla ya mambo yote hapa duniani, Biblia inakuagiza kufanya kitu gani? Mche Mungu naye uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasavyo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumu kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema, likiwa baya. Kwa hiyo Biblia inakwambia jumla ya mambo yote hapa duniani, yote yanaelekea kwenye kuzishika sheria za Mungu na kumcha yeye. Ndio maana tukasoma kwenye Misali 1:7 inakwambia kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kumcha Mungu, unamchaje Mungu? Unamcha Mungu kwa kutii neno lake na kufuata sheria zake. Sio kama makanisani wanakuambia sheria zimepitwa na wakati. Sheria haziwezi kupitwa na wakati hapo Biblia inakwambia, mtoto, msikilize baba yako. Kwa hiyo mtu anapokuambia sheria zimepitwa na wakati, huyo ni muongo, kwa sababu hata nyumbani kwa baba yako kuna sheria. Baba anakuambia fanya hivi, unafanya, hiyo ni sheria. Zote sheria hizo za nyumbani kwa baba yako zimetoka kwenye Biblia. Kila kitu tunachofanya au tunavyoishi, vitu vyote ni sheria. Ili ufanikiwe kwenye maisha, unatakiwa uamke asubuhi ukafanye kazi. Hiyo ni sheria ya kufanikiwa. Ili uweze kupata pesa, lazima ufanye kazi kwa bidii. Hiyo ni sheria. Kwa hiyo kila kitu tunachofanya hapa duniani, kila kitu ni sheria. Na hiyo ndo jumla ya mambo yote hapa duniani. Na sheria zote au
njia zote za maisha zinatakiwa zielekee kwenye kumtukuza Mungu. Nitarudia, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Kwa hiyo mhubiri anakuambia jumla ya maneno yote yamekwisha sikia. Kwa hiyo hakuna sababu kwa nini wewe unaendelea kuishi kwenye dhambi, kwa sababu mhubiri anakuambia yeye alishafanya mambo yote hapa chini ya jua. Kama ni kutafuta pesa, ameshatafuta. Kutembea na wanawake wengi, alishatembea na wanawake wengi, Mfalme Suleiman. Kwa hiyo anakuambia jumla ya mambo yote hapa duniani, yote yanatakiwa yaelekee kwenye kumtukuza Mungu. Jumla ya mambo yote hapa duniani, kwa Kiingereza unaambiwa the whole duty of man, ni kutunza sheria. Unaposema whole duty kwa Kiswahili tunasema kazi zote za mwanaume hapa duniani ni kutunza sheria. Watu hapa siku hizi duniani, dhambi ndio imekuwa kitu. Wewe ukifanya dhambi unaonekana mjanja. Mpaka dhambi wamezipa na maneno sijui kuchepuka. Uzinzi ni uzinzi tu, haijalishi umeita jina gani. Kuchepuka, kuchepukwa, vyote ni vile vile kitu kimoja. Haijalishi umeipa jina gani tamu, kuchepuka ni kuchepuka tu. Biblia inapokuambia mwanamke asivae nguo zimpasazo mwanaume, hiyo ni sheria. Na sheria ndio inayotengeneza jamii. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa hiyo sheria inaenda kote kote mara mbili. Naona sheria imekwambia mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume na mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Hiyo ni sheria. Hauwezi ukasema kwamba mwanamke ni sawa kuvaa mavazi yanayovaa mwanaume halafu mwanaume asivae mavazi yanayofaa kuvaa mwanamke. Sheria inatakiwa ibalance kwenye mzani. Tunaposema mwanaume usivae nguo za mwanamke, hiyo ni sheria. Vile vile mwanamke asivae nguo za mwanaume. Watu siku hizi wanakuja wanasema kwa sababu ya shughuli nyingi mwanamke anazofanya, kwa hiyo kuvaa suruali inakufanyia urahisi. Sheria ni sheria tu baba. Yaani wewe hata uje na sababu 200, hiyo haikufanyi wewe kusema kwamba kuvaa nguo za kiume unawaonyesha watu makalio yako na jinsi ulivyoumbika. Hiyo ni dhambi. Na Biblia inakwambia ole wake aletayo makwazo. Moja kati ya makwazo ni pale mwanamke anapovaa suruali iliyobana anapita mtaani, unaleta makwazo kwa wenzako. Kwa hiyo hata ukisema hakuna sheria inayokuzuia kuvaa nguo, kuna bado sheria ya makwazo. Wewe unapovaa suruali iliyobana unapita mtaani, matako yako makubwa, watu wanakuona, watu wanazini kupitia wewe. Watu wanapata tamaa. Kwa hiyo Mungu atakuuliza siku ya mwisho, hawa watu uliwafanya wewe, uliweka makwazo kwao wakafanya dhambi hizi na hizi. Kwa hiyo sheria ndio inayojenga jamii. Ili tuweze kuelewana kwenye jamii au nchi, tuwe na utaratibu, lazima tuwe na katiba. Kwa Kiingereza katiba tunaita the governing body. Yaani ndo mwili wa uongozi. Hata wanyama, unapoenda wanyama, Mungu alivyowaumba wanyama kawaumba kwa mfano. Kwenye ufalme wa wanyama, kwa mfano tunapomwongelea simba, usiwaone simba wanatembea tembea tu mwituni, nao pia wanaishi kwa sheria. Simba dume ndio anakula kwanza nyama, alafu wengine wote wanafuata. Hiyo ni sheria. Na kwa wanadamu hivyo hivyo. Tunapokuwa nyumbani tunataka kuanza kula, anayeanza kunawa ni mzee wa familia. Hiyo ni sheria. Hata mtoto anaweza akaanza kunawa au mzee akaja, lakini ni vizuri mzee akaanza. Hiyo ni sheria. Kwa nini? Kwa sababu sheria ni utaratibu. Nitarudia.
mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo haya ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo makanisani wanapokuambia sheria zimefutwa, huo ni ujinga. Kwa akili ya kawaida, mwanamke anapovaa nguo imembana akapita hapa, lazima utamtamani kama wewe ni mwanaume lijali. Kwa hiyo anakusababisha wewe kuzini. Kwa hiyo bado haileti mantiki kwa mwanamke kuvaa vazi la mwanaume. Hizo ni sheria. Hata dunia hii ifike wapi, lakini bado kuna watu ambao watazishika sheria za Mungu na kuzitunza amri zake, kwa sababu sheria ndio zinazokupa maisha. Hii ni Mithali 9:10. Kumcha Bwana ni chanzo, ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Unamjuaje mtakatifu? Maana Biblia inakwambia Mungu peke yake tu ndio mtakatifu. Unamjua mtakatifu kwa kufuata taratibu walizoziweka hapa duniani unatakiwa uishije. Watu wakikuona wanasema huyu jamaa yuko tofauti na watu wengine. Kwa nini? Kwa mfano, hafanyi uasherati, hazini, hana tamaa, haibi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaambiwa unapofanya mambo hayo ndio wanakufanya wewe unakuwa na maarifa. Biblia inakwambia kwenye Mithali 5 kuanzia 3, maana midomo ya malaya hudondosha asali, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta. Mungu anakwambia midomo ya malaya hudondosha asali na kinywa chake ni laini kuliko mafuta. Lakini mwisho wake ni mchungu kuliko makanga, ni mkali kama upanga wa makali kuwili. Miguu yake inateremkia mauti, hatua zake zinashikamana na kuzimu. Kwa hiyo Mungu anakwambia kwa wale wasiofuata sheria, hapa anamtolea mfano wa malaya, anakwambia kufanya dhambi huwa ni kutamu sana. Ndio maana kuna msemo huko mtaani wanakwambia mke wa mtu ni mtamu. Ndio sawa na Biblia inavyokuambia kwenye Mithali hapa kwamba njia za watenda dhambi zinaonekana ni tamu machoni pa watu. Njia za watenda dhambi zinaonekana ni tamu machoni pa watu, lakini Biblia inakwambia mwisho wake ni pachungu. Watu wanakuambia mke wa mtu mtamu, mke wa mtu mtamu. Tamu sawa, lakini mwisho wake ni mchungu. Wewe endelea kumuenjoy tu, ni mtamu mke wa mtu, lakini mwisho wake utakuja uone mwisho wake ni unaishia kupata ukimwi, mwisho wake unaishia kuuawa huko mtaani. Kwa mfano Biblia inakwambia Yosefu alipokuwa Misri, yule mke wa bwana wake akawa amemtamani Yosefu, kwa sababu Biblia inakwambia Yosefu alikuwa ni handsome, au alikuwa ni kijana mzuri. Hasa yule mwanamke wa yule bwana akamtamani Yusufu.
Na tena yule bwana yule mwanamke pale Misri, yule mke wa Potifa, yule Potifa alikuwa hayupo, ameenda kwenye biashara zake huko. Kwa hiyo alikuwa amebaki mke wa Potifa na Yusufu. Watu wa siku hizi wangesema hiyo ilikuwa ni chance ya kufanya uasherati na yule mwanamke. Ndio maana Biblia inakwambia njia ya dhambi ya watenda dhambi ni tamu machoni pa wazifanyayo. Ndio maana mtaani kuna maneno kwamba mke wa mtu ni mtamu ndio, lakini mwisho wake ni mbaya. Kwa hiyo ile story ya Yusufu inakufundisha nini? Story ya Yusufu inakufundisha ikimbie dhambi. Kwa mfano kama kuna mke wa mtu anakutakataka huko, ikimbie dhambi, kwa sababu mwisho wa dhambi ni mauti. Unaweza usife leo lakini ukafa baadaye kifo kibaya. Kwa mfano ukagongwa na gari, watu wao waelezei hayo mambo, lakini hizo ni adhabu za Mungu. Ulifanya nini huko nyuma? Ulifanya uasherati, Mungu anakushika. Unaweza ukavunja miguu yote na mikono huko, ukawa unatembea kilema hapo, unaanza kuwalilia watu na waomba hela watu na kazi zao hapo. Lakini ulishindwa kushika maagizo ya Biblia, unaambiwa kitu kirahisi, ikimbie dhambi, ikimbie zinaa. Mungu anakuambia ikimbie zinaa, utapata kuishi. Unatongoza mwanamke, kutongoza si kitu kibaya. Anakuambia mimi ni mke wa mtu, lakini wewe unaendelea kulazimisha. Sijui hujaona wanawake wengine, mwisho wa hiyo njia ya uzinzi na mke wa mtu, mwisho wake ni mauti. Au unatongoza mwanamke siku hizi, unamuuliza umeolewa, anakuambia wewe ulikuja kwangu au ulikuja kwa mume wangu? Ongea kilichokuleta alafu uondoke. Kwa hiyo mambo hapa duniani yamekuwa ni ajabu sana, lakini hiyo haikufanyi wewe kuwa na kibali cha kufanya dhambi. Mstari wa 7, basi mwanangu nisikilize sasa, wala msiache maneno ya kinywa changu. Maneno ya kinywa cha Mungu ni maneno gani? Ni kufuata njia za wokovu. Ndio maana siku hizi watu una miaka 23 lakini tayari ushaanza kuugua ugonjwa wa moyo. Kwa nini? Kwa sababu njia ya dhambi siku zote ni mauti. Njia ya dhambi siku zote ni mauti. Sasa hivi watu 10 mtaani 7 wana ukimwi. Kwa nini? Kwa sababu huo ndio mshahara wa dhambi. Mshahara wa dhambi siku zote ni mauti. Na hakuna dawa ambazo zinaweza kuwaponya watu. Unaweza ukatumia dawa za ukimwi sana, lakini mwisho wake ni mauti. Unaweza ukaongeza miaka 2, 5, 6, 7, lakini mwisho wake ni mauti. Na huo ukimwi umeletwaje? Zinaa. Hii ni Misali 4 mstari wa 20. Mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, usiivazi ndani ya moyo wako. Kwa hiyo Biblia inakwambia tega sikio usikie maarifa. Tega sikio usikie njia za uzima. Tega sikio usikie njia za wokovu. Tega sikio usikie habari za uzima. Na habari za uzima ni habari gani? Yesu anakuambia jivikeni nira yangu, maana nira yangu ni nyepesi. Akimaanisha nini? Watu wanadhani kwamba kutunza sheria ni kazi ngumu sijui na nini. Badala yake wanaanza kutunga maneno ya kisanii kwamba kuchepuka badala ya uzinzi.
Kuchepuka ni kuchepuka, na huo ndio uzinzi, na mwisho wake ni mauti. Lakini Biblia imekwambia tega sikio usikie maarifa. Na unaposikia maarifa, matokeo yake ni uzima. Unaposikia maarifa, matokeo yake ni uzima wa milele. Unaposikia maarifa, matokeo yake ni kwamba siku inayokuja Mungu atakutunza. Kwa hiyo habari njema ni nini? Hii ni Mathayo 3:1. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika za Uyahudi kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Unapotubu, maana ya kutubu ni nini? Makanisani wanawaambia kunaweza ukatubu, ukatenda dhambi, ukaja tena ukatubu. Mwambie. Asafu. Swali. Bobo. Umekuja? Umejuaje kama nipo? Mbona? Leo tumeafa tagambe fanya kwanza nije kwa kwani. Ilikuwa niende Yunga mataka nicheza, nikasema nije huko. Leo ndio umeanza, si ndio? Ndio tumeanza hapo fresh, hapo fresh. Sasa. Ndio nimeanza hapo. Vizuri, ongera. Kwa nipo nilikuwa nawaambia watu habari njema. Sawa vizuri. Ngoja nitoe nani? Habari njema, habari za toba. Sawa. Kwamba watu siku hizi wameifanya dhambi ikawa ni pati ya maisha. Ni kweli. Wamekuja mpaka na misemo wanakwambia kuchepuka baada ya kuzini. Sio, wanakwambia ukilala na mke wa mtu umechepuka. Ndio mchepuka. Badala ya kuzini. Ndio. Zambi haibadiliki, zambi ni zambi tu. Sasa. Uchepuke ufanyaje, sijui hata waje na maneno, sijui kuchepuka, sijui kujificha kwenye gunia. Zambi ni zambi tu, na mshahara wa zambi ni mauti. Kwa hiyo ndio maana kwenye Mithali 1:7 inakwambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Unapomcha Bwana unafanyaje? Unazitunza sheria, usizini. Sio unabadilisha neno linakuwa kuchepuka. Kuzini ni kuzini. Na ndio maana Mungu analeta magonjwa makali kama ukimwi. Na lile gonjwa halipotei, litakuwepo na litaendelea kuwatafuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Wataendelea. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu hiyo ndiye yaliyonenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Kwa hiyo habari ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ni tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Utubu au uangamizwe. Tunaendelea. Mstari wa 7. Hata alipoona wengi miongoni mwa Wafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kulikimbia hasira ijayo? Basi zaeni matunda yapasayo toba. Ndio ile nilikuwa naongea makanisani, wanakwambiaje kwamba wewe ukifanya dhambi, kwa huko kanisani, ukifanya dhambi ukazini, unatubu tena. Ukizini unatubu tena. Ukizini unatubu tena kila siku. Hiyo sio toba, huo ni ujinga. Ni kweli sasa. Maana Yohana Mbatizaji yeye message yake au ujumbe wake ulikuwa ni tubuni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Halafu akaendelea mstari wa 7 anakuambia, basi 8, basi zaeni matunda yapasayo toba. Kwa hiyo unapotubu lazima uzae matunda yapasayo toba. Sio wewe unatubu leo unaenda unafanya uzinzi unatubu tena, kwani Mungu amekuwa mjomba wako? Ni kweli. Kwamba watu wamemgeuza Mungu ni mjomba wao.
Unajua wajomba wanavyokuwa. Anakusamea na nini unafanya hivi anakudekeza. Mungu si mjomba. Sawa. Ngoja tukaone hapa mbele. Ile ilikuwa nini? Hiyo ilikuwa ni Mathayo 2. Mathayo na shehe Mathayo. Ukianzia hapo na nini sasa. Utaona. Hivi siku nyingine haukuja? Hizi siku ni tulipishana. Ulikuwa huja hapo kuniangalia? Nilikuwa nakuja lakini kuna siku kuja huko mjini. Kama nipeleka msiba. Yule mimi nikutana nikamuuliza akaniambia tulikuwa tumepishana. Kwa hiyo tunaenda kwenye zaeni matunda yapasayo nini? Sawa. Toba. Ambayo yuko katika hiyo zaeni hiyo ni Mathayo 2:7. Sawa. Kwa hiyo tunaendelea kwenye somo la zaeni. Unapotubu unatakiwa uzae matunda yapasayo toba. Sasa. Sio unamgeuza Mungu mjomba wako. Unazini alafu kesho unakuja. Unazini hata mjomba wako anaweza akakutandika. Kwa hiyo tunaenda hii ni Yohana Mtakatifu 15 kuanzia mstari wa kwanza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, baba yangu ndiye mkulima. Unapoenda kwenye mzabibu, unapopanda mzabibu unategemea upate chakula. Na yeye chakula inaenda kwenye neno la Mungu. Na mzabibu, kwa nini ametumia mzabibu asitumie mchongoma? Mzabibu ni mti mmoja unakuwa na mizizi mirefu. Sasa. Kwa hiyo Yesu ndiye mzabibu anayetupa chakula wote. Na kile chakula ni neno la Mungu ambalo linaleta uzima na toba. Kwa sababu uzima unaanza na toba. Unapotubu unapata uzima wa milele. Naendelea. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha. Kwa hiyo anakuambia kwamba Yesu ndiye mzabibu. Kwa hiyo yeye ndio kwa mfano kama mti kama huu. Kwa Yesu ndio. Alafu sisi tunaozaliwa kule matunda ndio sisi. Sasa. Bwana anakuambia kila tawi lisilozaa matunda linatolewa. Unaona? Matunda ni nini? Huko amekwambia, Yohana amekwambia matunda yapasayo toba. Kwa hiyo unapotubu yale unatakiwa ubadilike. Unapotubu unatakiwa ubadilike, yale ndio matunda yapasayo toba. Lile ndio tawi lizaalo matunda. Unapotubu unatakiwa uje hapa mtaani uhubiri na wenzako wapate kutubu. Ndio ile inaenda mtu awashi taa akaiweka chini ya nani? Chini ya leba kalifunika. Unaona? Anaweka juu iangazie watu wengi sasa. Kwa hiyo ndio maana yake. Na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hiyo anawaambia kwamba alikuwa anawaambia mitume, nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Tukienda kwenye ule mzabibu, kwamba neno ndio linalokufanya wewe ubadilike uwe mtu mpya. Sio kama kanisani wanakuambia wewe njoo na madhambi yako tu, Mungu atakupokea kama ulivyo. Hata mimi siwezi nikakubali scraper. Ni kweli hasa. Yaani mimi ni mtu. Mimi mwenyewe siwezi kukubali mwanamke aliyetumika. Ni kweli kweli. Mungu analifananisha kanisa sawa na mwanamke. Sawa. Vile vile mtu usipotaka kukubali mwanamke aliyetumika na Yesu ndio na Mungu ndio hivyo hivyo. Unapokuja unatakiwa uvae utu upya, utubu. Sio kama kanisani wanakuambia ukizini, unaongea uongo, unakuja. Sasa ile kwa haina maana ya nani ya kusali tena. Ndio ni kweli. Ndio maana huko kanisani hakuna ukweli. Kuna ukweli huko. Ni kweli. Haongei ukweli. Niende kwa
ni Mika. Sasa. Mika 2:10. Nitaanza moja. Mika 2:1. Sasa. Wale wao wakusudiayo mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao, unapopambazuka asubuhi hufanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Kwa hiyo Mungu anakuambia wale wao wanaokusudia mabaya vitandani mwao na kunapokucha wanaenda kuyafanya. Huu mstari umelengwa kwa watu walio na mamlaka hapa duniani, sasa wazungu. Biblia inakwambia wale wako wewe ukusudiayo mabaya usiku, alafu kesho unaenda kuyafanya kwa sababu una uwezo wa kufanya hayo mambo. Kwa mfano sasa hivi kuna mtu anaitwa Bill Gates. Bill Gates amekuwa akitembea Afrika, kwenye nchi za Kiafrika, akileta kitu kinaitwa chanjo. Na jana nilikuwa naangalia taarifa ya habari jana. Wanasema ile chanjo ya Bill Gates atakuja aiunganishe na kitu kinaitwa microchip. Unafahamu microchip? Sasa hiyo microchip ndio alama ya mnyama, tunaweza kuenda kujiona leo. Kaleka microchip. Kwa hiyo Bill Gates amekuwa akitembea kwenye hizi nchi za Afrika akiwaambia wapate chanjo. Chanjo. Sasa jana amekuja huo mpango wake utatimia 2020. Kwamba ana chanjo itaunganishwa na hiyo microchip, unachomekewa. Unachomekewa kwa kitu. Ndani ya mwili. Unachomekewa hapa na microchip. Kwa hiyo ndo Mika 2:1 anakwambia wale wao wakusudiayo mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao, kunapopambazuka asubuhi hufanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Hii dunia ipo mikononi mwa wazungu. Wanaweza wakafanya kitu wanachotaka wao. Lakini Biblia inawaambia wale wao wewe kumwekea mtu microchip ili umpe msaada kwa sababu wewe una uwezo wa kutoa ile nini? Hiyo chanjo. Hiyo microchip itaunganishwa na chanjo, na microchip ndio alama ya mnyama. Unapounganishiwa ile microchip inakuwa ina uwezo wa kufanyaje? Ni kama vile kompyuta. Ndio. Inakuwa ina uwezo wa kuunganishwa na mishipa yako ya fahamu. Kwa hiyo unakuwa unafikiria wao wanavyotaka. Na hilo swala litatimilika mwaka 2020. Inaitwa ID 2020. Hiyo ID 2020 ni project ya Bill Gates. Anataka kufanya hivyo, anataka kuleta hii kitu inaitwa chanjo. Chanjo itakuwa imeambatana na kitu kinaitwa microchip. Anakuwekea hapa. Ile kwa microchip inaitwa frequency identification, radio frequency identification. Kwa hiyo watakuwa wanaweza kujua wewe unawaza nini na vitu kama hivi. Au wanaweza kukuwekea hiyo microchip. Kuna microchip nyingine kama wewe ni kilema unatembea. Kwa hiyo inaenda kwenye ile kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya miujiza mbele za watu wakamwamini. Dunia nzima wakamwamini nani huyu ni mzungu. Sababu mzungu ameweza kutengeneza ndege zinapaa. Ameweza kutengeneza mabomu ya nyuklia. Ndio pale anakuambia alisababisha mpaka moto ukashuka kutoka mbinguni. Hiyo wanakuwa wanaongelea bomu la nyuklia. Kwa hiyo huyu ndio mnyama aliyeweza kufanya miujiza mbele za watu. Watu wakamwamini. Kila mtu sasa hivi akimwona mzungu anaona kama ni Mungu anatembea duniani. Lakini kumbe sio. Hayo mambo yote au teknolojia yote hiyo imeelekea kwa kitu kinaitwa alama ya mnyama. Ambapo itakuja kuwa karibu. Na watu wote duniani wataona kwamba ule ndio ukombozi wao. Kwa sababu wewe ili unawekewa microchip, unaambiwa kwamba hii ni kinga ya magonjwa, labda kwa mfano gonjwa la mlipuko limetokea. Si unaweza kumwabudu huyo mtu? Au mtu anaweza kuponya kisukari ambacho hakiponi, unawekewa microchip. Kuna magonjwa kama kisukari yanaweza kuponyeka, magonjwa ya moyo, watu wanaugua moyo sasa hivi watu wangapi? Hao wanaochukua madawa ya ukimwi. Hao watu wanaochukua madawa ya ukimwi ndio watakuwa wa kwanza kuwekewa hiyo microchip. Kwa sababu wanakuambia sisi tunataka tutunze information zako. Dawa unatumia dawa gani ili tuweze
kuangalia vizuri, kufuatilia. Kumbe ni mtego. Ni mtego huo. Kwa hiyo ndio maana Mfalme Suleiman anakuambia kwenye kitabu kinaitwa Siraki, kitabu hicho walishavitoa sasa hivi. Ndio ilitolewa vifungu. Anakuambia usitake kumfurahisha nyoka, maana wewe unapotaka kumfurahisha nyoka kuna muda tu atakung'ata. Lola, ngoja sana kuuliza kama hujaendelea. Hivi vitabu hiyo sisi nasikia kwa ni ya ukweli. Kwa vitabu vilipunguzwaga, si ndivyo? Vitabu vilitolewa. Ambao vikatoa mpaka mimi natumia cha 73 cha Katoliki. Kabla hapo kuna cha Katoliki hapo? Ndio Biblia yangu nao mimi cha inafuata 73. Hebu naomba cha Katoliki ndio. Alafu nilikuwa natafuta leo cha Katoliki. Sawa fresh. Sasa kile walivitoa bwana, kuna vitu, alafu kuna vitu vingine wametoa kabisa havionekani. Kwa kama kuna kitu kinaitwa Ezra. Sawa. Au Second Ezra. Huko Ezra iko. Una Ezra? Ipo. Achana na Ezra mwingine, kuna Ezra mwingine tena. Yaani hiyo Ezra uwezo ukapata sehemu yoyote. Sasa ndio ambao ndio katika vivyo tolewa. Kwa hiyo ukienda kwenye karne kama ya 14 hivi. Kipindi mzungu anakuja kwenye pao, anakuja kumweka sawa. Kumweka nani huyo? Hii ni ya Katoliki? Konda Siraki yupo hapa. Hatari sana, hii kitu. Yaani Siraki ni hatari bwana wewe. Siraki. Hebu nisikilizie. Sawa. Wale tumie hii hapa sasa hivi. Na hii ina maana mengine yanafanua zaidi. Hiki ni kitabu cha Sila 12 mstari wa 10. Sila au Mhubiri kwa maana nyingine. Kama usimwamini adui, uovu wake uko kama kutu ya shaba. Kitabu cha Sila kinakwambia kamwe usimwamini adui, uovu wake uko kama kutu ya shaba. Na Biblia inakwambia sisi watu weusi tunao maadui. Ukienda kusoma kwenye kitabu cha Zaburi 83, maadui yetu wametajwa akiwepo mzungu. Biblia inakwambia kamwe usimwamini adui yako. Wazungu kutupeleka utumwani, hiyo inamaanisha ni maadui zetu. Wao kutengeneza magonjwa kama ukimwi ni maadui zetu. Wao kuleta magonjwa kama Ebola ni maadui zetu. Halafu hapo anazunguka na kwambia ninataka niwape chanjo kwa kutumia kitu kinaitwa microchip. Nataka nikuwekee ka microchip kadogo ndani ya mwili wako ili ufanyeje? Ili magonjwa yasikupate. Lakini Sila anakwambia kamwe usimwamini adui, uovu wake ni kama kutu ya shaba. Kwa nini adui kamfananisha, uovu wa adui kaufananisha na kutu ya shaba? Kwa sababu kutu inapoanza kukila chuma, hiyo ndo basi tena. Hakuna dawa ambayo utatumia ili kukiokoa hicho chuma. Hata kama ananyenyekea na kuinama mbele yako, jichunge na kuchukua tahadhari dhidi yake. Kwa hiyo Sila anaendelea kukwambia adui yako hata kama anakuja kwa kunyenyekea, akiwa mpole kama njiwa, anakuambia usimwamini. Kwa hiyo hata wazungu walitupeleka utumwani, usifikiri sasa hivi wanatupenda. Mtu aliyekupeleka utumwani miaka 400 iliyopita, wewe unafikiriaje sasa hivi anakupenda? Mtu alikuchukua kwenye boti kwenye Afrika, kuweka kwenye boti, akakupeleka utumwani, akamchukua mwanamke akamkata tumbo, aangalia mtoto anakaaje ndani. Miaka 400 baadaye wewe unafikiria amebadilikaje? Kwa hiyo Biblia ndio mwongozo wa maisha. Anakwambia usimwamini adui yako hata aje ananyenyekea. Imefananishwa ni sawa na mtu ambaye anacheza na nyoka. Wewe ukicheza na nyoka ukaenda kwenye tundu la nyoka kwa unaweka mkono humo, alafu baadaye ukaja ukang'ata, utakuja walaumu watu kwamba nyoka kaning'ata sijui na nini. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nacheza pale kwenye kichuguu. Sio kwamba kumbe hiyo ni shauri yako.
Kwa hiyo na nyinyi watu mnaowaamini wazungu mkizani wanawapenda, kwa mfano Bill Gates katoka Marekani, ni tajiri mkubwa duniani, anakuja kutembea nchi za Afrika kuja kuleta eti misaada. Wewe unafikiria amekosa kazi za kufanya? Alafu bure. Hiyo ndio inaenda kwenye, hata kama ananyenyekea na kuinama mbele yako, jichunge na kuchukua tahadhari dhidi yake. Yeye ni kama kioo kinachopata kutu, kama kuendelei kukisafisha. Usimweke adui karibu nawe, la sivyo atakupindua na kuchukua mahali pako. Biblia inakwambia usimweke adui mahali karibu na wewe, atakupindua achukue mahali pako. Ndio kilichotokea. Wazungu walipokuja hapa Afrika walikuja na Biblia. Umeshika Biblia, hapo ndio inakwambia hata akijinyenyekesha. Walikuja wananyenyekea, walikuja kusambaza nani? Walikuja kusambaza sijui Yesu mweupe. Alafu wakawadanganya wa Afrika kuingia kwenye nini? Kwenye mikataba. Hiyo ndio Biblia inakwambia ukisha kuwa naye karibu ataichukua nafasi yako na kukuangusha. Ndicho alichofanya. Mpaka leo tuko chini yao. Kwa hiyo Biblia inakwambia usifanye hivyo. Tuende sasa kwenye Ufunuo tukaone hii kitu inaitwa Ufunuo ngapi? Ufunuo 13. Kuanzia 11. Ufunuo wa Yohana 13 kuanzia 11. Kisha nikamuona mnyama mwingine anatoka ardhini. Alikuwa na pembe mbili kama pembe za kondoo, na aliongea kama joka. Kwa hiyo unaambiwa Yohana alimuona mnyama ana pembe mbili kama kondoo, alafu akiongea kama joka. Inamaanisha nini? Huyu mnyama alikuwa anajifanya kama kondoo, lakini mambo anayofanya ni kama joka. Nyoka ni mnyama ambaye kila mtu anamuogopa, sababu nyoka hana mchezo, yani ni kung'ata tu. Kwa hiyo huyu mnyama alikuwa na pembe mbili kama za kondoo. Unapomwongelea kondoo, ni mnyama mmoja kwa sisi wafugaji. Kondoo ni mnyama mmoja mpole sana. Kwa hiyo huyu mnyama alikuja kama kondoo, lakini anaongea kama joka. Tunaendelea. Alikuwa na mamlaka kamili kutoka kwa yule mnyama wa kwanza, na kautumia uwezo huo mbele ya huyo mnyama. Akailazimisha dunia yote na wote waliomo humo kumwabudu huyo mnyama wa kwanza, ambaye alikuwa na jeraha la kifo lililokuwa limepona. Kwa hiyo huyu mnyama aliyekuja alifanya mambo sawa na mnyama wa kwanza. Yule mnyama wa kwanza tunaongelea ufalme wa Rumi. Baada ya ufalme wa Rumi kuanguka, Biblia inakwambia ile ilikuwa ni jeraha. Lakini huyu mnyama alipokuja akamfanya yule mnyama wa kwanza ambaye ni Rumi kuishi tena. Unaona? Kwa hiyo hili taifa ambalo limekuja kuileta Rumi tena mpya, hawa ni Marekani. Kwa nini amekwambia ana pembe mbili? Kwa sababu unapokuwa Marekani, au kitu kinachoipa Marekani nguvu, ni vyama vya siasa vikuu viwili ambao ni Republic na Democrat. Kwa hiyo naambiwa huyu, kwa nini Marekani imefananishwa na mwanakondoo? Kwa sababu maneno wanayoongea ni kama vile taifa la dini, lakini nyuma wanageuka wanakuambia muwe mashoga ndio tuwape msaada. Marekani wanasema ni nchi ya Wakristo, lakini hapo kinyuma wanageuka wanakuambia ili tuwape msaada lazima muwe mashoga. Kwa hiyo hao ni Wakristo gani hao? Kwa hiyo ndio maana Biblia inakwambia huyu mnyama alikuwa anafananishwa na kondoo. Wanajifanya kama ni taifa la Wakristo, lakini hapo wanageuka wanakuambia muwe mashoga. Wanageuka wanakuambia kuna haki sawa kati ya mwanamke na mwanaume, kitu ambacho hakipo. Hauwezi ukawa na haki sawa kati ya mwanaume na mwanamke. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Na huo ni ujinga, na hayo ndio na hiyo mawazo kama hayo ndio yanawafanya watu hapa duniani wanaishi kwa shida. Haki sawa, wanakuambia sijui mwanaume unaweza ukabadilisha jinsia ukawa mwanamke. Alafu kuna watu wengi wanafanya hivyo. Kwa mfano kama wewe, mtoto wako akitaka kubadilisha jinsia, hauna nguvu,
Yaani serikali inakufunga Marekani. Inaingilia kati. Mwache mtoto awe na uhuru wake. Ametaka kuwa mwanamke, wewe unamuingilia wa nini? Alafu hapo ndio nchi yenye makanisa mengi. Na makanisa mengi yametokea Marekani, na kila mtaa Marekani ukizunguka hapa kanisa, ukizunguka pale kanisa, ukizunguka pale kanisa. Kwa hiyo huyu ndio mnyama ambaye alikuwa na pembe mbili. Na unapoenda kwenye Biblia pembe zinamaanisha nguvu. Kwa hiyo huyu mnyama nguvu zake zipo kwenye hizi pembe mbili. Kwa nini ni Marekani? Kwa sababu Marekani wana vyama vikuu viwili, Democrat na Republic. Na kwa nini hasa ni Marekani? Twende kwenye Ufunuo 17. Watoto vipi? Mko poa? Kwanza mstari wangu. Ufunuo wa Yohana 17 kuanzia mstari wa 7. Lakini malaika akaniambia, kwa nini unashangaa? Mimi nitakwambia maana iliyofichika ya mwanamke huyu na mnyama huyu amchukuaye, ambaye ana vichwa 7 na pembe 10. Kwa hiyo huyu mnyama ni taifa la Rumi. Kwa nini? Kwa sababu taifa la Rumi liligawanyika kwenye nchi 7 baada ya kuanguka. Tunaendelea. Huyo mnyama uliyemwona alikuwa hai hapo awali, lakini sasa amekufa. Hata hivyo karibu sana atapanda kutoka shimoni kuzimu, lakini ataangamizwa. Unaona? Kwa hiyo nakwambia yule mnyama kwamba John aliona mnyama Yohana, alafu juu ya mnyama kulikuwa na mwanamke ambaye tunamuita kahaba au Babeli. Tusome moja hapa. Tuanze 17:1. Mmoja wa wale wa malaika 7 waliokuwa na bakuli akaja akaniambia, njoo nami nitakuonyesha adhabu aliyopewa yule zinzi mkuu, mji ule uliojengwa juu ya maji mengi. Kwa hiyo huyu mwanamke aliyekuwa amekaa juu ya yule mnyama au huyu kahaba, kwa jina jingine anaitwa Babeli. Kwa nini huyu amefananishwa na mwanamke au kahaba? Kwa sababu hii nchi au huu mji umewafanya wafalme wengine wakalewa. Na tunapoongelea mvinyo kwenye Biblia tunamaanisha njia za maisha. Kwa mfano watu wengi tu kwa kufuata Marekani na nchi nyingine wamepitisha ushoga, lakini ushoga sio kitu ambacho mtu ukiwa kwenye akili yako ya kawaida sio kitu cha kufanya tu. Lakini Biblia inakwambia huyu mwanamke amewafanya mataifa mengine wakalewa kwa mvinyo. Ile mvinyo ni namna jinsi ya kuishi au maarifa. Kwa hiyo watu wanaiga njia za huyu mwanamke ambaye anamuendesha yule mnyama. Yule mnyama mwenye vichwa 7 tunaongelea mataifa ya Ulaya ambayo ni NATO na Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo Marekani anawaambia wafanye nini? Na kupitia Marekani na mataifa ya Ulaya, mataifa mengine yote yanafuata umagharibi. Hiyo ndio mvinyo ambayo huyu mwanamke alikuwa anayapa mataifa mengine. Moja kati ya mvinyo ni kwamba mwanamke anaweza kuvaa suruali, kwa sababu wanawake siku hizi wana kazi nyingi sana, hawawezi wakavaa gauni. Hiyo ni moja kati ya mvinyo za hili taifa. Nyingine kati ya mvinyo za hili taifa anakuambia kwamba kuna Biblia yao wametunga ya mashoga, wanakuambia kwamba Yesu anaposema kwamba wanaume wawili walikuwa wamelala, mmoja akatwaliwa, inamaanisha ni mashoga wawili walikuwa wamelala, mmoja akatwaliwa mwingine akaachwa. Kwa hiyo ndio mvinyo ambayo huyu mwanamke anayapa mataifa mengine, ambayo huyu mwanamke amefananishwa na Babeli. Kwa nini? Babeli inamaanisha kwa Kiingereza tunasema confusion. Unaposema confusion unamaanisha yani ni sehemu ambayo hatuelewi kichwa kiko wapi, mguu uko wapi, yani ni shagalabagala. Yani ni mji ambao liko shagalabagala. Kwamba wewe unaweza kubadilisha jinsia yako, mwanamke anaweza kama mwanaume, mwanaume anaweza kama mwanamke. Yani wewe unaweza kuvaa, mwanaume unaweza kuvaa gauni. Ndio maana huu mji ukafananishwa na Babeli. Maana tu ya Babeli ni kwamba yani ni mji ambao ueleweki, kushagalabagala jinsi watu wanavyoishi.
Unaona? Tuendelee. Wafalme wa dunia wamefanya uzinzi pamoja naye, wakazi wa dunia wamelewa divai ya uzinzi wake. Kwa hiyo huyu huyu mwanamke ni mji, amekwambia ni mji. Anakwambia tena wafalme wa dunia au mataifa mengine yamefanya uzinzi naye. Sasa mataifa na mataifa yanawezaje kufanya uzinzi? Inamaanisha tu watu wameiga jinsi Marekani wanavyoishi. Unaona? Watu wameiga jinsi Marekani wanavyoishi. Eti mtu anakuambiaje, haijalishi Yesu ana rangi gani, mimi sitaki kuelewa. Mimi sitaki kuelewa Yesu ana rangi gani, kwa sababu kwanza huo ni ubaguzi. Kama mimi nitaamini tu Yesu, nitakuwa na imani kwamba Yesu alikuja kutuokoa, alafu baada ya hapo nitaokolewa. Amna, mambo hayaendi hivyo. Sijui Mungu anapenda watu wote. Amna. Mungu ana watu anawapenda na Mungu anachukia. Kwa sasa hivi watu hawajui hata kwenye Biblia zamani walikuwa wanaitwa kina nani. Kwa mfano wale watu wa China wanakuambia sisi ni wa China. Lakini ukiwauliza kwenye Biblia nyinyi zamani mlikuwa mnaitwaje? Hawajui. Yote hiyo ni mbinyo, mchanganyiko, ujinga na upumbavu na ulevi. Karibuni bwana. Na ubiri injili hapa. Bali njema ya wokovu. Kwa hiyo huo ndio ujinga ambao upo. Yaani kichwa kimekuwa mguu umekuwa kichwa. Unaona? Roho inaendelea. Kisha nikakumbwa na roho mpaka jangwani, huko nikamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Huyu mnyama mwekundu ndio lile joka ambalo nani kwamba Mikaeli alipigana nalo. Ile joka sio shetani, ni utawala wa watu wekundu, wazungu. Kwa hiyo tukirudi hapa kwenye 13, tukaendelea kwenye 13, nilikuwa najaribu kukuonyesha yule nani? Yohana 13, yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha na akaishi. Kwa hiyo ilikuwa inamaanisha ni ufalme wa Roma baada ya kuwa umeanguka. Unaona? Ufalme wa Rumi ulianguka. Hilo ndo jeraha lililoongelewa. Baada ya hapo aliishi kupitia nini? Aliishi kupitia yule mnyama aliyekuwa na pembe mbili kama mwana kondoo, alafu anaongea kama joka. Na unapoenda kwenye joka, ile joka tena ni ufalme wa Rumi. Unaona? Ile joka ni ufalme wa Rumi. Kwa hiyo anakuambia tuendelee. Alikuwa na mamlaka kamili kutoka kwa yule mnyama wa kwanza, na kautumia uwezo huo mbele ya huyo mnyama. Kwa hiyo hii Rumi iliishi kupitia Marekani. Mataifa ya Ulaya yanapata nguvu kupitia Marekani, kwa sababu mataifa ya Ulaya ndio Rumi. Rumi iligawanyika tu. Kwa hiyo yeye anaipa nguvu nini? Anawapa nguvu hawa NATO. Unaona? Tuendelee. Basi huyu mnyama wa pili akafanya miujiza mikubwa, hata akasababisha moto kutoka mbinguni ushuke duniani mbele ya watu. Kwa hiyo watu wakisomaga hapo wanadhani mpinga Kristo atakuja kutawala dunia, atasababisha moto, miujiza, atakuwa anashusha moto kutoka juu. Hii haiongelei mpinga Kristo, hii inaongelea nimeshakwambia kwamba ni Marekani, yule mnyama ni Marekani. Huu moto unaoongelewa hapa ni ile bomu la kwanza la nyuklia lililotengenezwa. Unaona? Hiyo ni miujiza, kutengeneza bomu la nyuklia linarushwa juu alafu moto unashuka. Kwa sababu lile bomu la nyuklia lilitengenezwa sehemu Marekani inaitwa Manhattan. Ilikuwa inaitwa ile project ilikuwa inaitwa Manhattan Project. Kwa hiyo hapo ndio sehemu mara ya kwanza Marekani walitengeneza bomu la nyuklia. Walipomaliza kulitengeneza wakaenda kulitundika juu. Alafu wakaliachia likashuka, moto kawaka. Ule moto uliotoka pale ni hawakutegemea maishani mwao. Wanasayansi mpaka leo wanakwambia, wengine kidogo wapofuki. Kwa hiyo ndio miujiza. Na kutoka hapo hakuna nchi iliyojaribu kwenda kupigana na Marekani tena, sababu walikuwa wanaogopa. Hiyo ndio miujiza. Hii ilikuwa haiongelei mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni taifa la watu. Mpinga Kristo ni nani? Taifa la watu.
aliwapotosha wakazi wa duniani kwa miujiza hiyo aliyojaliwa kutenda mbele ya mnyama wa kwanza. Kwa hiyo alitengeneza bomu la nyuklia, yaani kwamba mbele ya mnyama wa kwanza, kimaanisha nchi za Ulaya, sababu Marekani imezaliwa kutoka nchi za Ulaya. Zamani Spain, Ufaransa na Uingereza zilikuwa zinatawala Marekani. Baada ya hapo wale wakazi wa Marekani wakaja wakapigana vita wakajikomboa. Ndio maana naambiwa Marekani nao ilipata uhuru karne ya 17 huko. Kupitia wanaita nani, vita vya wenyewe kwa wenyewe. Marekani haikuanza kama nchi, ilianza kitu tunaita 13 colonies. Ilianza 13 colony, hapo baada hapo ikaja ikageuka ikawa nchi. Kwa hiyo katika zile pembe 7 ikaongezeka pembe moja, ile pembe ndogo. Na unaambiwa ile pembe ndogo ilikuwa ina macho mawili, inaongea maneno makubwa. Ndio Marekani hiyo sasa. Sio mpinga Kristo. Wala sio jitu ambalo litakuja. Watu ni waongo na wajui Biblia. Kwa sababu unajua nini? Biblia haikupewa kwa kusijui pastor umesoma theology. Umesoma theology alafu kule kuja unaanza kutuambia kwamba ile picha la Yesu yule ndio Yesu, si unakuwa ni mjinga wewe. Hili hapa. Ndio. Sasa. Hili. Ndio. Sasa. Hebu ngoja nionyeshe hapa. Hapa hapa. Huyu sio Yesu. Hii magumashi. Huyu sio Yesu huyu. Huyu sio Yesu. Haya ni magumashi. Sasa. Na ndio huu ndio uongo ambao umesema kwenye Biblia. Ndio. Huu ndio uongo ambao umesema kwenye Biblia. Hapa 10:13-14 aliwapotosha wakazi wa dunia kwa miujiza hiyo aliyojaliwa kutenda mbele ya wanyama wa kwanza. Aliwaambia wakazi wa dunia watengeneze sanamu ya heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga lakini akaishi. Sasa ukienda kwenye Kiingereza hii sanamu wanakuambia ni the image of the beast. Kwa hiyo akatengeneza sanamu mfano wa yule mnyama wa kwanza. Kwa hiyo unapoenda kwenye the image of the beast ni namna ya maisha. Watu wanaishi kama Roma zamani. Hakuna kitu kipya hapa duniani. Ndio maana sijui democracy na ujinga kama huo, sijui senate na ujinga kama hizo zote, mabunge na ujinga kama huo. Toka lini mmeanza kutengeneza mabunge hapa Tanzania na hakuna kitu kinaendelea? Kwa sababu hayo ni maisha ambayo yule mnyama anayeongea maneno kama amekuja kama mwana kondoo, alafu anaongea kama lile joka. Anakuja anawaambia bwana democracy bwana. Democracy ni watu wanajitawala. Wanachagua mtawala wao anawawakilisha. Sasa wewe mbunge anaona kuwakilisha unapata faida gani? Toka mbunge uanze kuchagua mbunge wewe unapata faida gani? Hamna. Mbunge ndio anakula kule hata hawaji, wanakuja tu kidogo. Kwa hiyo huo ndio uongo, si democracy na ujinga kama huo. Hakuna kitu kama hicho. Sawa? Na unapoenda kwenye unaporudi kwenye 12 unapoenda 12 hapa naona unaporudi 12 Ufunuo wa Yohana 12 9 basi joka hilo kuu likatupwa nje. Ndio maana ukaambiwa kwamba yule mwana kondoo anaongea kama joka. Ile joka ndio ile. Sasa tunarudi kwenye utawala mzima wa Rumi, kwa sababu sasa hivi bado tunaishi kwenye ile mnyama wa 4 ambao ni utawala wa Rumi. Sema tu umegawanyika ukanyumbulika, lakini bado ni Rumi. Unaona? Sasa Yesu anapokuja kwenye yule kwa mfano unapoenda Danieli 2 kwenye lile sanamu, Yesu anapokuja akaiponda miguu ya sanamu, anamaanisha ni utawala wa Rumi. Vile vidole 10. Na unaambiwa lile mnyama vina vichwa 7 na pembe 10, ikimaanisha NATO na EU, Umoja wa Ulaya.
Kwa hiyo ile vita kati ya Mikaeli na lile joka inamaanisha ni hao wazungu tu, lile joka jekundu. Huitwa ibilisi au shetani. Unaposema ibilisi tunamaanisha mdanganyifu. Ndio maana ibilisi. Hata wewe unaweza kuitwa ibilisi kwa mdanganyifu. Shetani ni mpinzani. Kwa mfano wazungu wao kazi yao ni kupingana na wana wa Israeli tu. Sababu ndio walitengenezwa hivi. Kwa hiyo tunawaita wapinzani. Kwa hiyo wanaposema ibilisi na shetani watu wanadhani ile shetani lilitupwa sijui huu ni unabii unaokuja. Ambaye hudanganya ulimwengu wote, na alitupwa duniani na malaika wote pamoja naye. Tunaposema malaika tunamaanisha kwa mfano kama mimi ninapokuwa tunamaanisha kwamba ni mtumwa. Malaika ni mtumwa. Kwa Kiingereza tunasema messenger. Sasa wao wazungu na majeshi yao, malaika zao kwenye hiyo vita ya ngapi? Vita ya 3 watatupwa. Watatupwa yani kwamba watatolewa madarakani kwenye vita ya 3. Kwamba hilo ibilisi lilioudanganya ulimwengu ikiwepo na mambo kama haya. Kwamba Yesu ni mweupe, Yesu ni mzungu, namweka kwenye kalenda. Huyu Yesu hayupo, hajawahi kutokea. Hili ni jamaa tuliyoshiba ugali kama mimi. Nilijitokeza huko nikaona najiita Yesu. Yesu hayuko hivi. Kwa hiyo hii ni moja kati ya ule uzinzi ambao huyu mnyama alifanya na mataifa. Ukienda hata China ukionyesha hivi. Ukionyesha hivi. Unamwambia nani huyu? Watasema huyu ni Yesu. Ukienda Uarabuni ukamwambia nani huyu? Watasema huyu ni Yesu. Lakini huyu sio Yesu. Unaona? Huyu sio Yesu. Wewe nenda mahali popote waambie tu nani huyu? Watakwambia huyo ni Yesu. Huyu sio Yesu. Yesu hakuwa hivi. Kwa hiyo huu ndio uongo. Huu ndio uongo ambao hautakiwi. Yesu alikuwaje? Sasa tuone Yesu alikuwaje. Yesu alikuwaje? Sasa kulingana na Ufunuo wa kwanza wa Yohana kuanzia mstari wa 13 nitaanza na 1. Huu ni ufunuo aliotoa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa awaoneshe watumishi wake mambo ambayo yanapaswa kutukia karibuni. Kwa hiyo ufunuo wa Yohana ni mambo ambayo Yohana alifunuliwa na Yesu Kristo mwenyewe. Ikiwemo Yesu anafananaje? Kulingana na Biblia huyu sio Yesu. Huyu ni mtu aliyeshiba ugali huko ana pesa zake. Kwa sababu wazungu wana uwezo wa kufanya kitu chochote wakaja wakakuuzia huu ujinga kwamba huyu ni Yesu. Lakini Yohana alipokuwa kwenye visiwa vya Patmo aliona Yesu anafananaje. Inawezekana tu wachungaji wako hawajui hilo fungu kwa sababu ujinga ni mzigo. Kwa hiyo huyu sio Yesu. Huyu sio Yesu. Yesu hakuwa mwekundu. Hili ndo lile joka ambalo litatupwa siku hiyo, ambalo limeudanganya ulimwengu wote. Na jina Yesu limetoka wapi? Limetoka kwenye neno la Kigiriki linalomaanisha Izuis. Kwa sababu Agano Jipya limeandikwa kwenye Kigiriki Izuis. Ndio unapata jina Yesu na Jesus. Lakini Yesu hakuwa mwekundu namna hiyo kwa sababu hakuna mtu mweupe hapa duniani. Huyu ni mwekundu. Huu ndio uongo ambao wazungu walikuuzia walipokuja na Biblia vyao, wakiangalia wakupeleka utumwani wewe na babu yako, wakifungua matumbo ya mama zenu waangalie mtoto amekaaje huko ndani. Ndio maana kwenye kitabu cha Siraki 12 kuanzia 10 anakuambia usimwamini adui yako. Adui yako ni nani? Adui yako ni mzungu. Yule mzungu aliyekupeleka utumwani
baadaye akaja akatengeneza ukimwi, huyo ndio adui yako. Wewe unadhani atakwambia Yesu anafananaje? Na wanaokuambia sijui wana kitambaa cha Yesu, kwa hiyo wanajua Yesu alikuwa anafananaje, hao ni wajinga na ni waongo. Kwa hiyo twende tukaone Yesu anafananaje. Yesu anafananaje kulingana na maandiko. Kwa hiyo huu ni ufunuo wa Yohana. Yohana alifunuliwa na Yesu mwenyewe, kwa sababu alijua kuna majitu yatakuja siku za mwisho, yatajaribu kutumia injili kutawala dunia. Wazungu ndicho walichokifanya, wanatumia injili kutawala dunia. Kwa sababu akikwambia Yesu ni mweupe, ukimuona mzungu ni sawa na unamuona Mungu anatembea duniani. Ukienda hata China ukaonyesha hii picha ukauliza huyu ni nani, watakwambia ni Yesu. Lakini hakuna Mchina anayefanana hivi. Kwa nini Yesu awe hivi? Ukiwauliza kwa nini Yesu asiwe mweusi, wanakuambia weusi walilaniwa. Weusi walilaniwa na nani? Kwa hiyo tunaenda, huu ni ufunuo wa Yohana 1 kuanzia mstari wa 13. Na katikati yale kulikuwa, nianzie 12. Basi nikageuka nimuone huyo aliyesema nami, nikaona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Kwa hiyo Yohana alipokuwa anasemeshwa pale visiwa vya Patmo, alisujudu namna hii. Aliposikia ile sauti inamsemesha kwa nyuma, akasujudu namna hii. Alafu akasikia sauti, anakuambia sauti mfano wa maji au tarumbeta. Kwa hiyo inamaanisha nini? Yesu anapoongea, alafu kitu kingine wanakuambia huyu ni Yesu. Alafu ukiangalia kwenye movie kanaongea kama akajala hivi. Lakini Yohana anakuambia Yesu anavyoongea unaweza ukatetemeka ukajikojolea, kwa sababu Yesu ni mfalme wa wafalme, ana mamlaka. Sio kama haka kajamaa kama akajala. Huyu sio Yesu. Unasikia watoto? Mtu akikwambia huyu ni Yesu mkatae. Unaona? Wakikwambia huyu ni Yesu mkatae. Haya ndio mashetani aliyowapeleka babu zenu utumwani, mtakuja msome kwenye history. Haya mashetani. Kwa hiyo tutasoma kwenye Biblia Yesu alifananaje. Inawezekana mchungaji wako ajui hili fungu, kwa hiyo leo nitakusomea. Na katikati yale kulikuwa na kitu mfano wa mwanadamu. Kwa hiyo huyu ndio Yesu. Na katikati yale kulikuwa na kitu mfano wa mwanadamu, naye alikuwa amevaa kanzu ndefu ya ukanda wa zabibu kifuani. Yesu alikuwa amevaa kanzu kwa sababu wana wa Israeli wanavaa kanzu kama mimi niliyovaa hii. Alikuwa amevaa kanzu mpaka miguuni. Kwa hiyo anakuambiaje? Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba nyeupe. Kwa hiyo nywele za Yesu zilikuwa zinafanana na pamba, kama nywele za mzee Lowassa. Watu weusi tu ndio tuna nywele kama pamba. Unaona? Kama unavyomuona mzee Lowassa vile, zile mvi zake zilivyo nyeupe kama pamba, Yesu ndio alikuwa na nywele kama vile. Au kwa maana nyingine tunaita nywele mfano wa sufu. Kama unavyoona kwenye picha hapa. Huu ndio mfano, lakini huyu sio Yesu, huu ndio mfano wake. Unaambiwa, kwa hiyo nitarudia tena. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba, kama nywele za mzee Lowassa. Wazungu hawana nywele kama pamba, wazungu wana nywele kama manyoya, tunaita manyoya ya farasi. Kwa hiyo Yesu at least alitakiwa afanane na hivi. Ana nywele kama pamba. Hii hapo kama pamba. Ndio